Hello, karibu katika channel yetu ya Elimika. Leo tumekuandalia video fupi. Katika video hii tutakuelekeza jinsi gani unaweza ukafungua akaunti yako ya Zan Ajira Portal. Hivyo utakwenda Google, utaandika Zan Ajira, kisha utabonyeza button ya search. Utaingia katika hii website ya kwanza ya Zan Ajira. Baada ya hapo utaona available job vacancies. Hizi ni nafasi ambazo zimetangazwa hivi karibuni. Utabonyeza vidoti vitatu, utaingia hapo kulipoandikwa register hapa. Baada ya hapo utabonyeza register na itakuuliza uweze kujiregister kwa kutumia email yako. Kwa utaingiza email yako, uta create namba ya siri. Mfano mimi nita create namba yangu ya siri. Kwa siri nitabonyeza neno register, na baada ya hapo itakwambia kwamba ili kuweza kuactivate basi unapaswa kwenda katika email yako, utakuta ujumbe. Kwa hiyo tutakwenda katika email yetu kuweza kukuta link ya kuweza kuactivate account yetu. Kama email inavyoeleza kwamba tuende katika spam ili kuweza kupata hii message. Kama tunavyoona tumekwenda katika kipengele cha spam. Ili kuweza kukipata utabonyeza vidoti vitatu. Baada ya kuingia kwenye email utakushuka hapo katika hiyo spam, kisha utabonyeza message kutoka Zan Ajira, and then utabonyeza hii link hapa chini kuweza kuactivate account yako. Utaibonyeza. Baada ya kuibonyeza tunaona yenyewe ina reload. Utaisubiri. Baada ya kureload, bonyeza hivyo vidoti vitatu, utarudia tena kuweza kulog in. Hapo utaingiza username yako ambayo ilikuwa ni ile email. Utaingiza email yako. Baada ya kuingiza email utaingiza password. Baada ya kuingiza password kwa usahihi utabonyeza login to your account. Inasema kwamba activate your account. Bado account yetu haijakuwa activated. Kwa hiyo nitarudia tena kubonyeza ile linki. Inasema cannot read properties undefined. Kutakuwa na error imetokea. Hii ni error ambayo imetokea. Kwa itakuwa ni shida hapa kuweza kulog in. Ukipata error kama hiyo unaweza kurudia zile process, tuone kama itatuwezesha kuweza kutengeneza account kwa mara nyingine. Password imeshaniambia kwamba email already exists, kwamba tayari nimeshaitumia hii email yangu. Sasa shida iliyokuwepo ni kwa upande wa kuweza kuactivate, na ile ni shida ya kimtandao. Lakini nione italeta message gani. Sawa, nimelogin, imekubali. Tunaona hapa kwamba nimelogin tayari, imeshakubali. Sasa utakapo activate, kugusa ile link kutoka katika message ya email kuweza kuactivate account yako, uta refresh, afu utasubiri baada ya sekunde account yako itakuwa tayari kuactivated. Ili kuweza kuingia katika account yako utaingiza ile email ambayo umetumia na password ambayo umetengeneza. Sasa hapa tunaona profile yetu inasoma 0, maana yake hatujaingiza, hatujajaza profile yetu. Bonyeza hivi vidoti vitatu, tunaona huko pembeni kuna machaguo, ambapo machaguo haya, chaguo la kwanza tunaona kuna personal details, kuna contact details, kuna academic qualification, kuna professional qualification, kuna language proficiency, kuna working experience, training and workshop, kuna computer literacy kama tunavyoona hapo, pamoja na referees as attachment. Uta preview na kudeclare taarifa zako kama ni sahihi. Sasa hapa utahitaji kuingiza personal details. Sisi tayari tumeshafungua account yetu. Sasa baada ya kufungua tunapaswa kuijaza. Sasa utaijazaje? Hapa tutajaza identification number kutoka Zanzibar. Baada ya kuijaza utasubmit,
Kisha kama kutakuwa na maswali utayajibu kwa usahihi. Baada ya hapo utakuja katika kipengele cha contact details. Hapo utajaza taarifa zako. Kwa hiyo hapa nataka country of residence, unataka residence region, unataka mobile number, alternative email kama unayo, present address, attachment pamoja na utaweza kuedit. Kwa hiyo hapa unaweza kubonyeza add, kisha ukajaza hizi taarifa. Utachagua hapo ni Tanzania, utaangalia huko maeneo gani ya Zanzibar utaweka. Sasa hapa najaza random kama demo. Hapo uta upload cheti chako cha kuzaliwa, utaweka namba yako. Hapo kwenye alternative email address sio lazima, lakini pia unaweza ukaweka. Baada ya hapo unaweza pia ukajaza PO box yako, kisha ukasave. Mpaka hapo utakuwa tayari umeshajaza kipengele cha contact details. Tunakwenda katika academic qualification. Utaangalia level yako ya elimu. Utaanza na level yako ndogo, kama hapo ilikuwa ni elimu labda ni ordinary level, utaiweka hapo. Utaselect country. Baada ya hapo utachagua tena institution name ulosomea, utaweka attachment ya cheti chako, utaweka na program name. Naiona hapo ni kulingana na level tulichagua, ulianza lini na mwaka uliomaliza. Division system utaweka hapo kwamba ulipata division ngapi na ni ya point ngapi. Kisha uta save. Utarudia tena hivyo kulingana na level yako ya elimu. Mwanzo tuliweka level ya elimu ya sekondari kidato cha 4. Kwa hiyo hapo unaweza kwa wewe una PhD, basi utakuja kubonyeza PhD, kisha utajaza taarifa zinazofuata. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza kujaza taarifa zote hizo. Ukachagua upande wa lugha, labda wewe English ikoje, sawa. Kuongea unachagua kwanza lugha hapo, labda ni English. Kuongea huko katika hali gani? Ni very good. Huko katika hali ya good ama fair, ni wewe kulingana na uwezo wako. Utaiadi, kisha utakuja katika kipengele cha lugha nyingine, utachagua Kiswahili. Kisha pia utachagua kulingana na uwezo wa kuongea ama kuzungumza hicho Kiswahili, utaadi. Utakuja katika kipengele kingine, kama ni working experience unayo, basi unaweza kujaza. Referee ni lazima kujaza wadhamini wako, taarifa zinazohitajika za wadhamini. Nataka kuona title yake, taasisi, namba yake ya simu, jina lake kamili. Pia tunataka kuona address, email address yake pamoja na post address. Referee title naweza kawa labda ni teacher, naweza kuwa ni farmer. Kwa hiyo wewe ndio utaangalia title ya referee ni ipi kulingana na yule ambaye unamwamini na kuweza kumweka katika mfumo huu wa Zani Ajira. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukajisajili ama kufungua akaunti yako katika mfumo wa Zani Ajira na kujaza taarifa muhimu ili kuweza kutuma maombi. Kwa hivyo vipengele muhimu tumeanza na personal details, contact details, academic qualification utajaza kwa usahihi, language, working experience kama hauna unaacha. Katika computer hapo ujuzi wa computer nao pia utajaza kama tulivyojaza kule katika Microsoft Word, uko level gani ama hatua gani. Kama ni good utaweka good, unaweza ukaadi. Kama una cheti utaki upload. Na nyingine ni referees, utawajaza hao. Utakujaza attachment hapa. Hapo utachagua as attachment kama kuna recommendation letter, utachagua recommendation letter, kisha uta upload file, kisha uta save. Utakuja tena katika CV nayo pia uta upload file, kisha uta save. Uta preview CV yako, na baada ya kujaza taarifa za juu kwa usahihi utakuja chini kabisa mwisho. Hapa ni sehemu ya ku declare kwamba taarifa zote ulizojaza juu ni sahihi. Utakapobonyeza tiki, utakapo declare, basi utakuwa na uwezo wa kutuma maombi. Hilo usisahau kuupload picha yako. Utaupload vipi? Utabonyeza tu hapo kwenye profile hiyo picha, itakupeleka katika storage ya simu yako, utachagua picha ya kuiweka.